Ndugu zangu Waislamu, Ijumaa hii ya leo ni Ijumaa ya mwisho katika mwaka huu wa Kiislamu, mwaka 1447 Hijria. Wiki ijayo unaanza mwaka mpya, mwaka 1448 Hijria. Ndugu zangu Waislamu, hii ni kalenda ya Uislamu. Inatakikana kwa Waislamu tuzikumbushe nafsi zetu na tuwakumbushe ndugu zetu Waislamu kwamba kalenda ya Kiislamu ndiyo kalenda inayotumika katika ibada zetu. Kalenda hii ya Kiislamu ni kalenda inayotumika katika ibada zetu. Miezi ya ibada inategemea kalenda hii ya Kiislamu. Ibada ya haji inategemea kalenda ya Kiislamu. Ibada ya siyam inategemea miezi hii ya Kiislamu, mwezi wa Ramadhani. Na matukio yote ndugu zangu Waislamu ya Kiislamu yanategemea kalenda hii ya Kiislamu. Kwa tunatakiwa ndugu zangu Waislamu tuijue kalenda hii. Sio Waislamu wote wanaoitumia kalenda hii, lakini ni wajibu wetu kuijua na kuitumia kalenda yetu ya Kiislamu. Kalenda ya kikafiri sio yetu ndugu zangu Waislamu. Sisi tuna kalenda yetu hii ya Kiislamu. Masala ya wanawake, masala ya hedhi kwa wanawake, siku zao za kila mwezi, masala ya talaka, eda za talaka za wanawake, eda za kufiliwa za wanawake, zinategemea miezi hii ya Kiislamu, hazitegemei miezi ile ya kikafiri. Qala ta'ala, walmutallaqatu yatarabbasna bianfusihin thalathata quru. Wanawake walioachwa wanangojea kwa nafsi zao hedhi tatu, inategemea miezi hii ya Kiislamu. Kadhalik wanawake waliofiliwa, yakulu ta'ala, walladhina yutawaffawna minkum wayadharuna azwaja yatarabbasna bianfusihin 4 ashhurin wa 10. Wale waliokufa katika nyinyi wakawacha wake zao wako hai, wake hao wanakaa eda miezi 4 na siku 10. Hii inazingatiwa miezi hii ya Kiislamu, si miezi ile ya kikafiri. Kwa ndugu zangu Waislamu, tunatakiwa tuienzi kalenda hii ya Kiislamu na tuijue na tuitumie. Masala yote tunatakiwa tutumie kalenda hii ya Kiislamu, ndio yetu ndugu zangu Waislamu. Lakini sio Waislamu wote wanaoijua, licha ya kuitekeleza, wanaoijua kalenda ya Kiislamu kwamba mwezi wa kwanza wa Uislamu unaitwa nini, mwezi wa pili katika miezi ya Kiislamu inaitwaje. Sio Waislamu wote wanaojua. Lakini Waislamu waulize kalenda ile ya kikafiri, watakutajia kuanzia mwanzo mpaka mwisho bila kubabaika. Lakini hebu mwambie Muislamu, mtajie mwezi wa kwanza wa Uislamu mpaka mwezi wa 12. Kwa ndugu zangu Waislamu, tunatakiwa tuijue kalenda hii na tuienzi kalenda hii. Na sijasema kwamba vyeti vya kuzaliwa tulazimishe viandikwe kalenda ya Kiislamu. La. Haya ni masuala ya kiserikali. Tunatakiwa tuwatii viongozi katika masuala hayo ambayo sio kumwasi Allah. Tunatakiwa tuandike vile vile wanavyotaka. Lakini masuala yetu binafsi, masuala ya harusi, masuala ya mihadharat, tunatakiwa tutumie kalenda hii ndugu zangu Waislamu. Tusitumie kalenda ya kizungu. Tuenzini Uislamu wetu. Uislamu ni izz, lillahi al-izza wa lirasuli wa lilmu'minin walakinna almunafiqina la ya'lamun. Uislamu ni izz, ni utukufu. Tuenzini Uislamu wetu, tusifuate mambo ya kikafiri ndugu zangu Waislamu. Ndugu zangu, pamoja na kuheshimu na kuitekeleza kalenda hii, lakini Uislamu haujaweka sherehe za mwaka mpya. Pamoja na kwamba Waislamu wanatakiwa watilie muhimu kalenda ya Kiislamu, waitumie kalenda hii katika matukio yao, lakini Uislamu haujaweka sherehe za mwaka mpya. Sherehe za mwaka mpya ni sherehe za kikafiri, sio za Waislamu.
Waislamu hawana sherehe katika mwaka mpya, hawana kabisa. Mtume sallallahu alayhi wasallam hakuweka jambo hilo. As-salafu salih hakufanya mambo hayo ya kusherehekea kwa sababu ya mwaka mpya wa Kiislamu. Lakini wanaofanya hivyo ni wazushi, ndugu zangu Waislamu. Mtasikia, mtaona watu wanatembea mabarabarani na zefe kusherehekea mwaka mpya. La, Uislamu haujaweka sherehe hizo, na sio dalili kwamba mbona kuna nchi nyingine za Kiislamu zinasherehekea. Sio dalili. Nchi za Kiislamu sio dalili katika Uislamu. Dalili katika Qur'an ni Qur'an na Sunna na amalu salafi salih. Hii ndio dalili katika Qur'an. Hakuna katika Qur'ani sherehe za mwaka mpya, hakuna katika Sunna sherehe za mwaka mpya. As-salafu salih pia hata hawajui sherehe za mwaka mpya. Kwa ndugu zangu Waislamu, hakuna kusherehekea mwaka mpya wala hakuna pongezi. Hakuna kupongezana Waislamu kwamba umeingia mwaka mpya, Waislamu wapongezane, kullu amu antum bikhair, kullu amu anta tayyib. La, as-salafu hawakufanya hivi ndugu zangu Waislamu. Kila jambo ambalo salafu wamelifanya tunatakiwa tulifanye. Kila jambo ambalo salafu hawajalifanya tunatakiwa tusilifanye. Uislamu unasema hivyo, kullu ibadatin lam yata'abbadaha ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fala ta'abbaduha. Hudhaifa ibn al-Yaman radhiyallahu anhuma anasema hivyo, kila ibada ambayo masahaba wa mtume hawajaifanya ninyi msiifanye. Kwa ndugu zangu Waislamu, Uislamu haujaweka sherehe za mwaka mpya. Halafu ndugu zangu Waislamu, al-aqil, mwenye akili, vipi atasherehekea mwaka mpya unaingia? Mwenye akili, iwe ni mwaka mpya wa Kiislamu, mwaka mpya wa kikafiri, unasherehekea vipi wewe? Umri wako unamalizika, unakwenda kaburini, unasherehekea hivyo? Umeshajipanga vizuri kwenda kwa Allah mpaka ukasherehekea? Yakulu ahadu shuara, inna lanafrahu bil ayami naqtawha wa kullu yawmin madha yudni min al ajali fa'mal li nafsika qabla al maut mujtahida fa inna ar-ribha wal khusrana fil amali. Inna lanafrahu bil ayami naqtawha, sisi tunafurahika kwa siku hizi tunazozikata, tunafurahika. Wale waajiriwa kila siku wanataka iwe ni mwisho wa mwezi, ikifika siku mbili tu, wiki moja, wanataka iwe mwisho wa mwezi kwa sababu ya mishahara. Inna lanafrahu bil ayami naqtawha wa kullu yawmin madha yudni min al ajali, kila siku inayopita inamweka karibu mtu na mauti. Fa'mal li nafsika qabla al mauti mujtahida, fanya amal kwa nafsi yako kabla ya mauti hajakufikia, hali ya kujitahidi kufanya amal. Fa'mal li nafsika qabla al mauti mujtahida fa inna ar-ribha wal khusrana fil amali. Fa'mal li nafsika qabla al mauti mujtahida fa inna ar-ribha wal khusrana في العمل. نسأل المولى سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من الذين يستمعون قولا فاتبعون أحسنه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.